msikilizaji. Tumekatika dakika 4 baada ya saa 5 kutuashiria kwamba awamu yetu ya pili inabisha odi. Awamu yetu ya pili kisha ingia katika awamu ya pili msikilizaji. Inamaanisha kwamba katika awamu ya pili tushafika katika awamu ya pili jamani. Inatuambia kwamba shafika katika awamu ya pili jamani. Awamu yetu ya kupata mada ya siku. Awamu yetu ya kupata mada ya siku. Tutazungumza nini siku ya leo msikilizaji? Kumbuka awamu ya kwanza msikilizaji imeisha. Sasa tuko katika awamu ya pili, awamu yangu ya kudondosha mada, awamu yangu ya kudondosha mada ya siku ya leo msikilizaji. Nambari 0714255312 msikilizaji, ni awamu yangu ya kudondosha mada. Na mimi naomba unanipata loud and clear. Na mimi naomba unanipata loud and clear pale. Itakapodondosha mada mambo itakuwa shwari kabisa msikilizaji. Sikiza mada ya siku, sikiza mada ya siku. Alafu tuone inakuaje msikilizaji. Mada ya siku inaendaje? Mada ya siku inaenda hivi jamani msikilizaji. Inaenda hivi, nimekuwa kwa nyumba solo. Msito nilikuwa nalala kwa nyumba solo bana. Nimelala kwa nyumba geto langu pale, nimeketi kwa geto langu pale nimelala bana. Si unajua nimeshalala jamaa. Nasikia mtu anabisha mlango jamani. Mtu anabisha mlango tena mara ya pili. Mtu anabisha mlango mara ya tatu. Anashindwa kwani namna gani? Vipi kwani nani huyo ananisumbua mchana? Mchana peupe jamani. Ilikuwa saa 7 mchana. Saa 7 mchana jamani msikilizaji. Nimeenda kufungua mlango, kufika pale kwa mlango, nikapata ni mwanadada. Yani alikuwa manzi wa besto wangu. Yani manzi wa besto wangu, mwanadada wa besto wangu. Yani kipenzi cha besto yangu. Alikuwa manzi wa besto wangu. Nikashindwa kwani namna gani leo? Huyu mtoto kaamua kunitembelea mchana peupe ama namna gani? Ama kuna mambo yamemkera? Kwa sababu mimi nilikuwa morio wa chali wake, ama nilikuwa morio wa jamaa wake jamani msikilizaji. Mwanadada huyo, si mimi nikafungua mlango. Kufungua mlango nikaona ni mwanadada huyo. Kufungua mlango nikaona ni mwanadada. Kasimama kwa mlango. Nikafungua mlango basi. Kufungua mlango mwanadada kaingia ndani. Baada ya kuingia ndani ya nyumba, mimi nikatangulia basi nikaenda kumpea kiti ili aketi. Lakini badala ya mwanadada kuketi, akaenda akafunga mlango jamani. Yani nimeshangaa bana. Mwanadada nimejaribu kumpea kiti, ameenda akafunga mlango jamani msikilizaji. Naomba maoni yenu, naomba mnisaidie jamani. Mimi unajua bana, nimekaa miaka mingi bana bila kusoma katiba, bila kufungamanisha katiba jamani, bila kusoma katiba jamani. Mtanisaidiaje hapo jamani?